Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu atukuzwe sana, mpenzi mtazamaji ambaye umekuwa ukitufuatilia na umekuwa ni mfuatiliaji mzuri wa masomo yetu mazuri ambayo tumekuwa tukiyaweka kwenye mitandao yetu mbalimbali ambayo umekuwa ukifuatilia, ikiwemo Facebook, na izungumzia Instagram pamoja na YouTube. TikTok pia tumekuwa tukiweka masomo haya mazuri kwa ajili ya kuweza kukujenga, kukuinua, lakini pia kukutoa sehemu moja kukupeleka sehemu nyingine. Majina yangu naitwa mtumishi wa Mungu Kuhani Sami Kapela, na nipo hapa kwa siku ya leo tena kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wewe. Kuna mambo ambayo nilikuahidi kwamba tutaendelea kujifunza taratibu, na leo tena Mungu ametupa kibali kwa ajili ya kuweza kukutana kuzungumza. Naamini kuna jambo ambalo Mungu ameliandaa zuri kwa ajili ya kwako. Leo kuna jambo ambalo nataka kuweza kulizungumzia ambalo linaitwa nafsi ya mwanadamu. Unaelewa nini ukisikia neno nafsi ya mwanadamu? Leo tunataka kuifahamu nafsi ya mwanadamu. Nafsi ya mwanadamu ni nini? Ni kitu gani hiki ambacho kimekuwa kikiitwa nafsi? Kwanza kabla tujaendelea, ni kuombe uwe mwanafamilia kwa kuweza kusubscribe YouTube ya kwetu Kuhani Sami, na kwa wote ambao wamekuwa wakifanya hivyo ni kuambie tu Mungu akubariki sana, na yako mengi mazuri tutaweza kuyapata kwa kuwa tunapokuwa tunaweka video unakuwa ni mtu wa kwanza kabisa kuweza kupata video zetu. Sasa leo katika somo letu zuri ambao nimetamani tuweze kuifahamu nafsi ya mwanadamu. Kwa kwanza tuijue nafsi ni nini. Nafsi ya mtu au nafsi ya mwanadamu ni mwanadamu hai mwingine ambaye hayupo katika umbo la nyama. Ni mtu ambaye anafanana na wewe kila kitu, lakini hayupo katika nyama, ashikiki nafsi. Na mwanadamu amekuwa na nafsi zaidi ya moja, nafsi nyingi. Neno nyota kwa tafsiri nyingine unaweza ukasema pia ni nafsi. Ukizungumzia, ukianza kuichambua nafsi uifahamu, kwa kuwa binadamu amekuwa na nafsi zaidi ya moja, na nafsi hizi pia ndio hizo ambazo unaweza kama kusema kwamba nyota, bwana mimi nyota yangu ya biashara imepotea sasa hizi. Alikuwepo nayo, ilikuwepo lakini haipo, huenda imebaki nyota nyingine. Za kwamba nyota kuna nyota ya utumishi. Sisi kwa watumishi tunapenda kutumia kwamba kipawa kipawa cha uimbaji, nyota ya uimbaji, mwimbaji nyota. Unaweza kusema tu kwamba hicho ambacho kinafanya kazi ndani yake hiyo nafsi, kuna kitu ambacho kimebeba, kwa sababu kimebeba nafsi, imebeba nyota ama kalama ya uimbaji. Unaweza kutafsiri hivyo. Sasa tuifahamu hiyo nafsi inakuwaje, ikoje, na inakaa wapi katika mwili wa binadamu, au ni ipi? Je, ni roho? Uje kutofautisha kwamba unaposikia nafsi usichanganye mambo. Nafsi sio mwili, hauna nyama, lakini ina uwezo wa kukamatwa. Amen. Lakini pia nyota ya mwanadamu pia ambayo haionekani, haishikiki, lakini kuna nyota. Unazo nyota, una nyota zaidi ya moja, una nyota nyingi. Binadamu ana nyota nyingi sana, na kuna nyota ambayo inakuwa kubwa kwa ajili ya kuweza kusimamia hatima yake. Kila mtu alipokuja duniani amekuja na maelekezo ambayo Mungu aliweza kuyatoa kwake, na kwamba ili aweze kutumika nayo. Sasa nafsi ama nyota unaweza kutumia kwa lugha rahisi ambayo mtu anaweza kuelewa zaidi. Binadamu ana nafsi nyingi, na ili mtu wa giza aweze kukuhujumu ama kuipola ama kuiharibu nafsi yako, kuna wakati mwingine hashughuliki kabisa na mwili wako. Kuna wakati mwingine anahitaji kushughulika na mwili wako ili kuikamata hiyo nafsi anayohitaji. Kuna nafsi ya ufahamu. Mtu anahitaji nywele zako aweze kuzishughulikia ili aikamate nafsi yako. Mtu mwingine ambaye anafanana kama wewe, yani ni kama ukitoa tuseme ni kama copy. Sasa unakuwa na picha yako original, unaenda kutoa copy. Yupo ambayo inakuwa inafanana vile vile, inaweza kuwa isiwe na ubora kama ule ambao unauona. Akifunuliwa macho ya rohoni,
kuweza kuziona nafsi za watu, utakuja kuziona katika engo mbalimbali. Nataka tu kwanza kukupa ufahamu kuhusiana na nafsi, uifahamu nafsi, lakini nitakuja pia na somo jingine la jinsi gani pia watu wa giza wamekuwa wakiziteka nafsi ama wakiziita nafsi zetu na kuzitumia. Kuna watu ambao wamekuwa wakitumia nafsi zisizokuwa zao. Kuna watu wanatumia nyota sio zao. Hata kwenye utumishi, kuna mtu hana kabisa kalama ya utumishi, lakini anatafuta kalama ya utumishi kwa mtu mwingine, anaipola, anaichukua na inatumika, inaenda. Mtu anabaki vile vile anafanya shughuli zake, anaenda kanisani kama kawaida, na akiwa hana nafsi yake fulani, hana nafsi yake ama hana nyota yake ya utumishi. Kwa hiyo mimi nikushukuru sana kwa ambao umekuwa ukifuatiana na sisi, kwa kuwa kuna mengi ambao zaidi utawazidi kujifunza na kuyajua. Kwa kifupi tumeanza na hilo kwanza, tuweze kuifahamu kwanza. Tunapokuwa tunazungumza kwamba nafsi ujue, tunakuwa tunazungumzia kitu gani? Mimi nikushukuru sana. Kuhani Sami niko hapa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha tunaelekezana, tunafundishana, tutoane sehemu moja kupekana sehemu nyingine ambao ni sehemu nzuri. Uwe makini unapokuwa unatembea, unapokuwa unaishi, ujue kabisa katika maisha yako kwamba una nafsi nyingi, na nafsi yako inaweza kawa, au hapo tunapozungumza, unaponisikiliza, huenda kuna nafsi yako tayari haipo. Unafanya nini kwa ajili ya kuweza kuirejesha nafsi yako? Na kumbuka, nafsi ni mwili mwingine ambao ni mwepesi, ni kama hewa, lakini mwili kama wewe, ukiwa mrembo, ukiupewa nafasi ya kutazama ama kuiona, utaiona iko kama wewe, muonekano kama wewe. Kama unajitazama kwenye kioo, unavyoenda kwenye kioo kujitazama, unavyojiona, basi nikwambie una nafsi ambayo ukipewa nafasi ya kuweza kuziona nafsi zako, basi zipo. Ndio maana mtu anapofariki, roho yake inapotoka katika lile eneo ambalo amefariki, nafsi zake huwa, kuna baadhi ya nafsi zake ama roho zake ambao zinaendelea kubaki katika eneo hilo kwa muda fulani, aidha kwa maombi maalum au maombi fulani kwa ajili ya kuweza kuziondoa eneo hizo roho. Na ndio maana tumekuwa tukiweza kusikia kwa wale ambao wamekuwa kifahamu kufuatilia mahospitalini, kumekuwa kuna roho kama hizo. Hata kwenye sehemu ambako watu wanasikia, kumekuwa kuna nafsi nyingi ambazo zimekuwa, ukipewa nafasi ama fursa, ukifunguliwa macho ya rohoni, utaziona ziko nyingi, zinazagaa, ziko maelfu kwa maelfu. Kwa hiyo tutazidi tu kufahamu taratibu. Sitaki nikupeleke sana, sitaki nikukimbize sana katika hili somo, kwa sababu ni somo nyeti sana. Mungu akubariki sana. Kuhani Sami niko kuhakikisha kwamba naendelea kukufunulia ufalme wa Mungu, naendelea kukufunulia mambo yaliyojificha. Aidha watu wameyaficha tu usielewe, uendelee kukandamizwa. Kwa hiyo neema imekuja. Nikuombe mwanafamilia kwa kuendelea kushare video hizi ili ziwafikie watu wengi zaidi. Kumbuka tu langu jina Kuhani Sami, ambaye naweza nikakutajia namba yangu ya simu, kaandika hapo, kanitafuta kwa jambo lolote ambalo limekuwa likikusumbua. Unaota mindoto ambao huielewi maana yake, nimekuwa ikijirudia mara kwa mara. Tupo kwa ajili ya kuweza kukusaidia. Tupo kuhakikisha kwamba kila nafsi ambayo imekamatwa na shetani, wa pepo wachafu, zinakwenda kuachiliwa na kuwekwa huru. Lakini si kuwekwa huru tu, kunahitajika ibada maalum ya kwa ajili ya kuweza kuzirudisha. Nafsi yako inaweza kuwa imekamatwa sehemu kwenye magereza ikatoka, kwa hiyo inahitaji maombi maalum kwa ajili ya kwenda kurudi katika mwili wake. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Andika namba hiyo 0627 40 50 02, 0627 40 50 02. Nitakusaidia, nitafute, nipigie. Na ukiona kwamba umepiga na simu yako haijapokelewa, jua kwamba niko busy kwa ajili ya kuweza kuhudumia watu wengine. Unaweza kaacha ujumbe mfupi na mimi nitakutafuta, nitakuweza kukusaidia. 0627 40 50 02. Mungu wa mbinguni akubariki. God bless you. Amen.